na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nina furaha asubuhi ya leo kwa sababu ya vile ambavyo neema ya Bwana imeweza kutujalia hata kuweza kufika katika maeneo haya ili kwamba tuweze kushuhudia injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo asubuhi ya leo kuna neno ambalo Bwana ameliandaa ambalo ndio mkate wa uzima ambao ameuandaa kwa sababu yetu. Katika neno la Mungu anasema kwamba ameandaa karamu. Anawaita watu wote watoke katika njia, waondoke katika manyumba, waje katika karamu, katika sherehe hii ambayo ameiandaa, ili kwamba aweze kumega mkate na aweze kushiriki neema yake pamoja nasi. Na asubuhi ya leo Bwana ametuandalia karamu hiyo kupitia kwa neno lake, na kwa hiyo angependa kwamba tuweze kukaa na tuwe makini, tuweze kubwaga mioyo yetu ili tuweze kuwa radhi kuweza kupokea kutoka kwake, na zaidi ya yote tupokee kila ambacho yeye ametaka tuweze kukipokea asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo nakwenda kushiriki pamoja nasi kutoka kwa kitabu cha Ruthu. Naenda kushiriki pamoja nasi from the book of Ruth, chapter number 1, beginning from verse number 3. Naenda kushiriki habari ya mabinti hawa wawili ambao walioleka katika familia ya Naomi, ambaye ni Ruth na Orfa. Na kuna kitu ambacho Mungu angependa tuweze kujifundisha kutoka kwa watu hawa wawili. Kwa hiyo ningependa tuweze kufunganya virago vyetu, tuondoke maeneo haya, tuondoke katika ulimwengu wa rohoni, tuende mpaka nchi ya Moabu. Tuende mpaka nchi ya Moabu. Mara nyingi watu wamezoea tu kukaa katika maeneo ya kuzaliwa kwao, lakini asubuhi ya leo Mungu anatuita tuondoke, tuende mpaka nchi ya Moabu. Pengine wewe ni mkaaji tu wa nchi hii ya Kenya, haujawahi kuondoka. Asubuhi ya leo basi tuondoke rohoni, tuende mpaka Moabu. Pale tunaenda kukutanishwa na watu hawa ili kwamba tuweze kujifundisha kutoka kwao habari ya maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ruthu, sura yake au mlango wake ni wa kwanza, kuanzia pale mstari wake wa kwanza. Tutasoma sura hiyo yote mpaka mstari wa 22, maana hapo ndipo Mungu angependa azungumze nasi kutoka the book of Ruth, chapter number 1, verse number 1 all the way to verse number 22. Na Mungu atazungumza nasi na atatufundisha maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla tuanze kusoma pale, kuna mambo matatu ambayo ningependa uweze kuelewa, niyaweke kuwa msingi kabla tuingie katika neno hili, kwa sababu yatatusaidia kuweza kujenga ufunuo huu na ujumbe huu juu ya msingi huo. Neno la Mungu ndio msingi. Yesu Kristo ndiye mwamba na tunajenga juu ya mwamba huo. Maana hakuna yeyote ajengaye katika msingi mwingine isipokuwa msingi ambao umekwisha kuwekwa, msingi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mambo haya matatu ambayo ningependa uweze kuyafahamu mpendwa ni kwamba Biblia imejaa na hadithi nyingi. Biblia imejaa na hadithi nyingi. Kwa hiyo tunaweza kujiuliza kwa nini Mungu alikusudia kwamba Biblia ijae ujumbe wa hadithi. Hilo ni swali la kwanza au jambo la kwanza ambalo tunastahili tulijue na kulifahamu, kwamba Biblia imejaa na hadithi nyingi. Kwa hiyo ni Mungu alikusudia kwamba hadithi hizi ziweze kuwa katika Biblia. Kwa hiyo tunaweza kujiuliza kusudi la hadithi hizi ni gani? Basi tukisha kujua kusudi la hadithi hizi nyingi za Biblia ni kwamba maana ya rohoni ya hadithi hizi ni gani? Maana tunakwenda kusoma habari ya wanadada wawili, mmoja anaitwa Ruth na mwingine anaitwa Orfa. Hawa walikuwa wameoleka katika familia ya Naomi. Kwa hiyo tutakwenda kujifundisha maisha ya rohoni kupitia kwa watu hawa wawili, kwa sababu Mungu kuna kitu ambacho anafunua kwetu,
Aidha wewe maisha yako ya rohoni ni kama ya Ruth au maisha yako ya rohoni ni kama ya Orfa. Kwa hiyo Mungu angependa asubuhi ya leo tuweze kujua taswira halisi ya mioyo yetu, tuweze kujijua na kujitambua kupitia kwa watu hawa wawili, ili aweze kutufundisha kuishi maisha ya imani ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swali la kwanza ambalo tumeliweka ni kwamba kwa nini Biblia imejaa hadithi? Kwa kweli Biblia imejaa hadithi, lakini ningependa uweze kuelewa na kufahamu kwamba ni kupitia hadithi hizi Mungu anatuandikia barua, na ujumbe ulioko katika hadithi hizi ni upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia kwa hadithi hizi za Biblia ni kwamba Mungu anafunua moyo wake. Mungu anafunua moyo wa mwanadamu. Mungu anafunua moyo wako. Mungu anafunua moyo wangu vile vile kupitia kwa hadithi hizi, ili tunakaposoma tusimuone tu Ruth, tusimuone tu Orfa, bali tujione kupitia kwa watu hawa wawili, na kwa kweli ndio tuweze kujua tumesimamia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Biblia imejaa na hadithi na ambazo ni barua ya upendo ambayo inafunua moyo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo kusudi la Biblia hizi ni gani? Kwa kweli mpendwa, watu wengi wanakaposoma Biblia, wanakaposoma hadithi hizi ambazo ziko katika Biblia, kwa sababu hawana misingi ya kweli ya neno la Mungu ndani ya moyo wao, hawawezi kujua kusudi la hadithi hizi. Halo? Ni kwa sababu watu hawana msingi wa neno ndani ya moyo wao. Kwa hiyo wanakaposoma hadithi za Biblia hawawezi kujua maana ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 14 Biblia inasema kwamba mtu wa mwilini hawezi kupokea mambo ya rohoni, kwa sababu mambo ya rohoni yanapokelewa na mtu aliye wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida ya watu wengi ni kwamba wanakaposoma hadithi za Biblia hawajui kusudi la Mungu katika Biblia hizi ni gani, kwa sababu hawana msingi wa kweli wa neno ndani ya maisha yao, ndani ya moyo wao. Kwa hiyo hawawezi kujua kusudi la hadithi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo pasipo sisi kupokea moyo wa Mungu, basi hata nasi itakuwa ni vigumu kuweza kujua maana ya rohoni ya hadithi hizi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni kwamba kuna maana ya rohoni katika kila hadithi ya Biblia, na maana hii ya rohoni inaweza kufunuliwa tu kwa mtu wa rohoni. Kwa hiyo iwapo haujazaliwa upya, haujafanyika mtu wa rohoni, itakuwa vigumu kuweza kupokea maana ya rohoni ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ningependa sasa tuweze kuenda katika kitabu cha Ruth chapter number 1, tuanzie pale verse number 1, na nitasoma ijapokuwa linakaa ni mrefu, lakini tutaweza kupokea moyo wa Mungu tunakapojifundisha, tunakaposikiliza neno hili likisomwa kwetu, kwa sababu kila kuchao Mungu anazungumza nasi. Kwa hiyo niwie tu radhi nakapokusomea sura hii ijapokuwa ni mrefu, lakini hapo ndipo ujumbe wetu wa siku ya leo unakwenda kutoka. Na kichwa cha ujumbe wangu ni kujifundisha maisha ya rohoni kupitia kwa Ruth na Orfa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitasoma. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu. Yeye na mkewe na wanawe wawili. Kwa hiyo Biblia inatufungulia katika mlango huu habari ya mtu huyu ambaye aliondoka katika nchi ya Israeli akakwenda katika nchi ya Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2 tutaambiwa mtu huyu ni nani na familia yake ni kina nani.
Na ningependa uweze kuwa makini, kwa sababu sasa Mungu anatuhadithia habari ya wokovu kupitia kwa watu hawa. Mungu anatufundisha kuishi maisha ya rohoni kupitia kwa watu hawa. Watu hawa ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika katika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Kwa hiyo walikaa huko katika nchi ya Moabu kwa miaka 10. Kwa hiyo walipoondoka safarini kutoka Bethlehemu kuelekea Moabu, walikuwa wamekusudia kwamba kule Moabu aghalabu kuna chakula. Mpendwa, kuna mahala ambapo tunataka tuwe, na kuna mahali ambapo Bwana angependa tuwe. Sasa sijui wewe uko wapi? Uko mahali ambapo Mungu anataka uwe, ama uko mahali ambapo unataka uwe? Kwa sababu kuna hali ya kujiongoza na kuna hali ya kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya rohoni, mpendwa, ni maisha ya kuongozwa kwa mwongozo wa Yesu Kristo katika kanisa lake kupitia kwa watumishi ambao amewainua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu huyu ambaye jina lake ni Elimeleki, mkewe anaitwa Naomi. Unajua waliimba wimbo katika zama hizo wakisema ati Naomi alivumilia sana, watoto wake wakafa lakini akavumilia. Je, ni hiyo tu ndio ilikuwa ujumbe ambao Mungu angependa apase kupitia kwa maisha ya Naomi? Hapana, kuna zaidi ya hiyo kuvumilia. Mungu anahubiri habari ya wokovu. Mungu anatuhubiria habari ya kuongozwa kupitia kwa maisha ya huyu ambaye ni Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu ambaye ni Elimeleki alipoondoka Israeli, alikwenda katika nchi ya Moabu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya katika nchi ya Moabu. Ndio maana naye ameandaa njia kwamba waweze kuenda kule. Kwa hiyo asubuhi ya leo ujumbe wangu tu nitauelekeza kujifundisha maisha ya rohoni kupitia kwa wanadada wale wawili ambao tunaenda kukutanishwa nao katika nchi ya Moabu, ambao ni Orfa na Ruth. Mstari wa 3, akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Mstari wa 4, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wa pili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakakaa huko yapata miaka mingapi? Miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 5, wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia, Naomi na wakweze wa Moabu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 sasa, ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi katika nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajalia watu wake na kuwapa chakula. Maana alisikia kwamba Mungu amewajalia watu wake kwa kufanya nini? Kwa kuwapa chakula. Kwa hiyo alipoondoka katika nchi ya Israeli ni kwamba kulikuwa na ukame, hakukuwa na chakula. Kwa hiyo nchi ya Moabu ilikuwa inaonekana ni nchi ya kutamanika, na akakwenda akakaa pale kwa miaka 10 na mauti yakampata. Pendwa, ndio nilisema katika utangulizi, kuna mahali ambapo Mungu angependa tuwe, na kuna mahali ambapo tungependa sisi kama mwanadamu tuwe. Watu wengi wako mahali ambapo wanapendelea wao kuwa, kwa sababu hiyo ndio comfort zone yao. Maana hapo ndipo wanapata kutosheleshwa katika mwili. Ijapokuwa wanatosheleshwa katika mahitaji ya kimwili, lakini mahitaji ya rohoni hayapo. Kwa hiyo watu wengi katika maisha haya wako mahali ambapo Mungu hangependelea wawe, wako mahali ambapo hawastahili kuwa. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio ningependa tuweze kujiuliza wapendwa, tujiulize na kupeleleza mioyo yetu. Je, wewe na mimi tuko wapi? Tuko mahali ambapo Mungu angependa tuwe, ama tuko mahali ambapo tungependa tuwe? Watu wengi kwa sababu wanaongozwa na tamaa ya vitu vya ulimwengu huu, wameondoka mahali ambapo Mungu amewapanda, wamekwenda mahali ambapo wangependa wawe, ili kwamba aghalabu katika maisha haya wapate vitu. Njaa inaongoza watu wengi sana. Kwa hiyo tunaambiwa kuhusu huyu Elimeleki aliondoka Israeli. Pengine tuweze kujiuliza, kwani ni yeye peke yake alikumbwa na njaa? Mbona yeye akatoroka Bethlehemu? Na maana ya rohoni ya Bethlehemu ni gani? Bethlehemu ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate. Je, wapendwa, niwaulize, ni wapi pale ambapo Mungu ametuandalia mahali ambapo anatumegea mkate? Ni katika nyumba yake pekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukija katika nyumba yake, Mungu ameandaa karamu, anamega mkate kwetu. Kwa hiyo tukimega mkate huu, sio kama mkate wa ulimwengu. Huu ni mkate uliotoka mbinguni. Huu mkate ni Yesu Kristo. Huu mkate unaondoa mauti, hukumu ndani mwetu, na unaleta uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendo, ningependa uweze kuelewa kwamba ni vyema, ijapokuwa tutapitia changamoto nyingi, ijapokuwa kuna njaa, ijapokuwa kuna mateso mengi, ni vyema kubaki na kudumu mahali ambapo Bwana Mungu angependa uwe, kuliko wewe kutoroka na kuwa mahali ambapo Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu unaahidi mambo mengi. Ulimwengu una vitu vingi vya kutamanika kwa macho ya nje. Lakini je, ulimwengu huo waweza kutatua shida ya moyoni? Hapana. Kwa hiyo ni vyema mpendwa, wewe na mimi tuweze kubaki na kudumu katika nyumba ya Mungu. Bethlehemu ni nyumba ya Mungu. Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate, mahali ambapo mkate unapatikana. Sasa ningependa nikuulize, wewe unatafuta mkate tu au unatafuta mkate ambao ni neno la Mungu? Maana Yesu alisema kwamba mwanadamu hawezi kuishi tu kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa chake. Kwa hiyo neno la Mungu ndio mkate. Neno la Mungu ndio mkate wa uzima, unaondoa hali hiyo ya mauti na hukumu ndani ya mioyo yetu na kutupa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa miaka 10 Elimeleki na mkewe pamoja na wanawe walikaa katika nchi ya kutamanika. Lakini katika nchi hiyo ya kutamanika Mungu hakuwa pale. Kwa hiyo wakaondoka katika nyumba ya Mungu, nyumba iliyo na mkate, wakakwenda katika nchi ya kutamanika. Maana ya rohoni ya Moabu ni nchi ya kutamanika. Na watu wengi leo wako Moabu, hawako Bethlehemu, wako katika nchi ya kutamanika, badala wapatikane katika nyumba ya mkate. Mpendwa, ninakuita na ninakukaribisha katika nyumba ya Mungu, mahali ambapo kuna mkate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kazi ya mtumishi wa Mungu ni kuwaongoza watu kutoka kwa ulimwengu, waondoke Moabu, waje Bethlehemu, ili waweze kushiriki mkate huu wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi katika nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajalia watu wake na kuwapa mkate na kuwapa chakula. Kwa hiyo walipokuwa wanarudi, mara hii Naomi akirudi kuelekea Bethlehemu, ni kwamba waliondoka Bethlehem wakiwa na matarajio kwamba maisha yao itafanikiwa katika Moabu. Na huko Moabu kuna kitu, kulikuwa na shida, lakini pia vivyo hivyo tunaona neema ya Mungu ikifanya kazi, kwa sababu kuna njia, kuna mlango ambao Mungu alikuwa anaufungua wa neema, ili kwamba wadada hawa wawili waweze kupokea neema na waweze kufanyika na kuja katika familia hii ambayo Mungu ameipendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ikafika siku sasa, baada ya miaka 10, Naomi anarudi Bethlehemu. Hana kitu.
alikwenda kutafuta vitu, lakini anarudi hana kitu. Alikwenda akiwa na mume, anarudi yeye yeye amefanyika kwa nini? Mjane. Alienda na watoto, anarudi hana watoto, lakini yako na wakweze. Wakweze wake walikuwa ni Ruth na Orfa. Kwa hiyo wakaondoka sasa kutoka Moabu, wanaelekea Israeli, Bethlehemu ya Yuda huko Efrathi. Hebu sasa natusikie, kwa sababu walipofika njiani, Naomi alijaribu. Naomi alimulika mioyo ya wadada hawa wawili. Mpendwa, kuna kitu ambacho ningependa uweze kuelewa. Wakweze hawa Ruth na Orfa walipooleka katika familia hii ya Naomi, tunaona neema ya Mungu. Na hii ni habari yako wewe na mimi, kwa sababu vile ambavyo walioleka katika familia hii inazungumza habari ya wewe na mimi, sisi ambao ni watu wa mataifa. Maana wa Moabu na wa Amoni ni watu wa mataifa, they are Gentiles by descent, watu ambao hawakuwa na Mungu, watu ambao hawakuwa na tumaini katika ulimwengu huu, watu ambao hawakuwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipooleka katika familia ya Naomi, huyu ni Muisraeli, hii ni neema ambayo walikuwa wanapokea. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo wewe na mimi tumepokea neema hii kupitia kwa wokovu. Kwa hiyo tunakapokuja katika wokovu na kupokea maisha ya Yesu Kristo, hiyo inazungumza habari ya ndoa kwetu. Tunaoleka katika familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyo watendea wema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipofika njiani, Naomi aliwatazama kwa sababu alitaka kujua moyo wao uko namna gani. Je, hawa ni watu ambao wanaweza kuongozwa? Hawa ni watu ambao wanaweza kufuata mwongozo wa mtumishi wa Mungu? Maana Naomi ni nani katika hadithi hii? Kwa sababu tumezungumza kwamba Biblia imejaa na hadithi, na kuna kusudi la hizo hadithi, na kuna tafsiri ya hizo hadithi. Kwa hiyo Naomi ni nani? Naomi anachukua sehemu ya mtumishi wa Mungu katika maisha ya Mkristo. Kwa hiyo kazi ya mtumishi ni kumuongoza mtu ili aweze kuja katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Naomi akawa kwamba anawaongoza njiani, lakini akafika mahali akawaambia kwamba na nimewafungua muweze kurudi, kwa sababu alitaka kujua, je, mioyo yao, hali ya mioyo yao iko namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawaambia, na mkarejee nyumbani mwa mama yenu. Kwa hiyo iwapo wangerudi katika nyumba ya mama yao, nyumba ya baba yao, ni kwamba wangerudi katika miungu yao. Lakini sasa tungependa tuone, kwa sababu Orfa na Ruth wanazungumuza habari ya Wakristo wawili, wewe na mimi. Kwa hiyo tutaweza kujiona kupitia aidha kwa Orfa ama kupitia kwa Ruth. Aidha wewe leo ni Orfa ama wewe ni Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna aina mbili ya Wakristo, na Biblia inatumia mifano hii miwili, watu wawili. Biblia inazungumza habari ya mchana na usiku. Biblia inazungumza kuhusu njia mbili, kuna njia pana na kuna njia ambayo ni nyembamba. Kwa hiyo Mungu katika Biblia anatumia mifano miwili ya kulinganishwa, kama vile anatumia Orfa na Ruth kuzungumza habari ya Wakristo aina mbili katika nyumba yake. Kuna mmoja ambaye anafuata mwongozo wa mtumishi wa Mungu, na kuna mwingine ambaye anajiongoza. Wewe ni Mkristo wa aina gani asubuhi ya leo? Je, wewe ni Mkristo wa kujiongoza au wewe ni Mkristo ambaye umekubali kuongozwa? Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni swali ambalo wewe na mimi tunaweza kulijibu, kwa sababu tunajijua na kujifahamu vyema. Bwana Yesu asifiwe. Basi akawaambia, rudini, enendeni mkarudi, na Mungu Bwana atawatendea mema kama vile nanyi mlivyonitendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia.
Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Mstari wa 11, naye Naomi akasema, enyi wanangu, murejee, kwani kufuatana na mimi, je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenyu? Enyi wanangu, murejee, nendeni zenyu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume. Mstari wa 13, je, mungesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mungejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenyu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Mstari wa 14, nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orfa akambusu mkewe, lakini Ruthu akaambatana naye. Kwa hiyo Naomi alitaka mioyo yao iweze kufunuliwa, ili kwamba Mungu aweze kutuhubiria kupitia kwa watu hawa wawili, ndio tuweze kujua wewe na mimi tu wa Kristo wa aina gani. Je, wewe ni kama Ruth? Je, mimi ni kama Ruth? Je, wewe ni kama Orfa? Je, mimi ni kama Orfa? Mimi ni Mkristo wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba walifika mahali ambapo walimbusu, lakini busu la huyu ambaye ni Orfa lilikuwa ni busu la kusema bye bye. Kwa hiyo akaona sasa, at least Naomi amenifungua, ninaweza kurudi, na nikirudi nitakuwa huru kufanya mambo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye aliona kumfuata Naomi hakuna manufaa, lakini Ruth akaona hapana, maana nimekwisha kupokea neema ya kweli kutoka kwa Naomi, nitakubali kuongozwa naye na nitamfuata. Hebu basi tusikie, wakati Orfa anarudi, Ruth anaambatana na Naomi. Hebu tusikie Biblia inalipi la kusema. Mstari wa 15, Ruth akaambatana naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruth akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ninakiona hapa ambacho Ruth aliona na ambacho Orfa hakukiona. Kwa hiyo ni kumaanisha, ijapokuwa Orfa alikuwa ameoleka katika familia hii ya Naomi, lakini Mungu wa huyu ambaye ni Naomi hakuwahi kuwa kwa wakati mmoja kuwa Mungu wake. Kwa hiyo ni kumaanisha yeye alibaki kutumainia miungu ya nyumba ya baba yake. Halo. Lakini Ruth alipooleka katika familia ya Naomi, ni kwamba Mungu wa hii familia alikuwa Mungu wake, na alikata kauli ndani ya moyo wake kwamba nimepata mtu wa kuniongoza na kunielekeza mahali ambapo ninaweza kupata wokovu na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ruth anakapomtazama Naomi anaona neema, anapokea neema, lakini Orfa anakapomtazama huyu Naomi, yeye anaona mama mkwe ambaye ni masikini, anaona mama mkwe ambaye mama mkwe ambaye hawezi kutoshelesha mahitaji yake, mama mkwe ambaye hana hali yoyote nzuri ya kupendeza. Kwa hiyo anaona hakuna haja ya kufuatana na huyu mama mkwe, huyu hata ni mshosho, huyu hajachanuka, wacha nirudi kwa watu wetu. Nikirudi kwa watu wetu nitakuwa free, nitafanya mambo yangu bila kuzuiliwa kwa njia yoyote. Halo. Lakini Ruth alipomtazama Naomi, yeye akaona kupokea neema, yeye akaona kuongozwa na kuelekezwa ili aje katika ufalme. Kwa hiyo yeye akaona ni fursa ambayo amepewa ya kuweza kupokea neema ya kweli na ya pekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ruth akamwambia Naomi, hapana, nitakwenda na wewe. Wakati Orfa anarudi, mimi nitazidi na nitakwenda na wewe. Kwa hiyo wakaambatana katika safari hii, wakarudi mpaka Bethlehemu ya Yuda. Mpendwa, tumesema kwamba tulipokuja katika wokovu ni sawia na kuoleka na kufanyika kitu kimoja na Yesu Kristo katika familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu, hautuwezi kuishi maisha ya wokovu tukijiongoza,
Kwa hiyo wokovu ni maisha ya kuongozwa. Kwa hiyo Ruth alipooleka katika familia hii, hiyo inazungumza habari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini nazungumza habari ya wokovu? Kwa sababu sheria ilikuwa inakataza kizazi hiki cha watu wa Moabu na Amoni kuweza kuingia katika nyumba ya Mungu. Tumeambiwa walikaa katika nchi ya Moabu kwa miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusikie sheria ilikuwa ina hukumu namna gani watu wa mataifa. Tuende katika kumbukumbu ya Torati, Deuteronomy chapter number 23. Ndio tuweze kuelewa kwamba hiyo miaka 10 walikaa kule, kuna kitu Mungu, kuna mlango ambao Mungu alikuwa na ufungua ili na wa Moabu waweze kupokea neema. Bwana Yesu asifiwe. Sheria inasema nini kuhusu wa Moabu? Maana Ruth na Orpha, they are Moabites, and the Moabites are Gentiles by descent. So the Gentiles were without God. They were without hope in this life. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana habari ya Ruth na Orpha ni habari yako wewe na mimi. We fit into this story because it is our story. We are also Gentiles by descent. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy chapter number 23 verse number 3. Biblia inasema namna gani? Inasema hivi: Mwamoni wala Mmoabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona katika sheria, katika kumbukumbu ya Torati, Mungu alikuwa ameapa akasema kwamba Muamoni wala Mmoabu hawezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Hata kizazi cha ngapi? Kizazi cha 10. Basi tunaambiwa kwamba huyu Elimeleki alikwenda akakaa katika nchi ya Moabu kwa miaka ngapi? Miaka 10. Miaka 10 ilipokamilika, Mungu akafungua mlango wa neema ili kuona kwamba Mmoabu anaweza kufanya nini? Anaweza kukua grafted, anaweza kukubalika wapi? Katika nyumba ya Bwana. Na tukasema Bethlehemu inazungumza habari ya nyumba ya Bwana, mahali ambapo kuna na mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hawa wanadada wawili hawakuwa na hali yoyote. They did not have any condition, any good condition warranting the works of God in their lives. Hawakuwa na hali yoyote ya kupendeza ambayo Mungu angetumia ili waweze kukubalika, isipokuwa kwa kuoleka katika familia hii. Mungu akafungua mlango wa neema ili Mmoabu aweze kuingia katika nyumba ya Bwana, aweze kushiriki mkate. Maana Bethlehemu inamaanisha nyumba ya mkate. Mkate huu ni neno la Mungu. Neno hili ni Yesu Kristo ambaye anasema mimi ndimi mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo baada ya miaka 10 Mungu akafungua mlango wa neema ili aone kwamba je, kuna Mmoabu hata mmoja atakayeingia na kuunganika katika nyumba ya Bwana. Ruth akapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Ruth alipatikana, imefungua mlango wa neema kwako wewe na mimi kwamba tunaweza kuingia na kukubalika katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema hii tutaweza kuipokea iwapo tutapokea wokovu wa Yesu Kristo kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema kwamba wa Moabu na Waamoni walikataliwa kulingana na sheria ya Kiyahudi, kulingana na sheria ya Israeli, kwamba hawawezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Kwa hiyo ni hali gani ambayo Mungu aliangalia ili kwamba Ruth aweze kukubalika? Alitazama moyo wake, akaona ni moyo ambao umebwagwa, ni moyo ambao uko empty, ni moyo ambao umepokea neema, basi akamkubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia imesema Mwamoni wala Mmoabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Lakini sasa tunaona neema imewachiliwa. Ni nani atakayemfuata?
Orfa akarudi kwa mama yake, akarudi kwa miungu ya mama yake. Lakini Ruth ambaye ni Mmoabu, yeye akapokea neema ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ningependa uelewe kwamba Ruth alipopokea neema hii inatufundisha wewe na mimi kwamba hatuwezi kuishi maisha ya rohoni pasipo kukubali kuongozwa na Yesu Kristo katika kanisa lake kupitia kwa watumishi wake. Halo? Basi ningependa nikuulize wewe ambaye unanisikiliza, je, wewe ni Mkristo wa kuongozwa kama Ruth ama wewe ni Mkristo wa kujiongoza kama Orfa? Wakristo wa kujiongoza kama Orfa ni wale ambao bado wako na tumaini na maisha yao. Lakini tukiangalia Ruth ni kwamba alipojitazama miaka hii yote 10 amekaa, amevumiliana na mama mkwe, akajitazama akaona hata mimi tangu nioleke sasa sina hali yoyote ya kutamanika. Hata nikirudi kwa mama yangu, nikirudi pale bado maisha haitabadilika njia yoyote. Akaona ni vyema kufuatana na kuambatana na huyu Naomi, kwa sababu nimemchunguza huyu mwanamke, kuna neema ya wokovu alionayo. Huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu alitumwa na Mungu aweze kuniongoza kutoka kwa ulimwengu ili na mimi niweze kufanyika mwana katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ruth ni tofauti ikilinganishwa na huyu ambaye ni Orfa. Orfa bado alikuwa anajitazama, anaona bado mimi ni mrembo, ninaweza kujiongoza, ninaweza kurudi kwetu, ninaweza kupata bwana mwingine akanioa. Bado alikuwa akona kitu ambacho ameshikilia, kwa hiyo alijiaminia, hakuona haja ya kuongozwa. Leo kuna Wakristo ambao wako kanisani, ndio wamepokea wokovu huu, lakini hawajakubali kuongozwa, bado wanajiongoza, bado wanazidi kuangalia nyuma mahali ambapo walikuwa, wanazidi kuangalia nyuma kuishi maisha ya hapo awali, maisha waliokuwa wakiyaishi. Wakristo wa aina hii hawawezi kupokea baraka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni Wakristo ambao wataishi maisha ya majuto, ya kujutia, maisha ya kilio. Hawa ni Wakristo ambao hawawezi kupokea pumziko, hawawezi kustareheshwa, kwa sababu wako na hali, wako na kitu ambacho wamekishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama Orfa, tuwe kama Ruth. Ruth alitambua kwamba I have no good condition in me warranting the works of God in my life. Nonetheless, if I can follow the leading of the servant of God who is Naomi, then I will receive the blessing of God, and the sufficient grace of God will be sufficient to me. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunaweza kujibu swali sasa, je, sisi ni watu wa kujiongoza au sisi ni watu wa kuongozwa? Tusome pale katika Warumi 6:6. Romans chapter number 6 verse number 6. Tusikie Biblia inasema nini. Warumi 6:6. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumike dhambi tena. Mpendwa, tulipopokea wokovu ambao unakuja kwa njia ya neema kupitia kwa imani, ni kwamba maisha yetu yalisulubiwa msalabani. Kwa hiyo tukafa katika utu wetu wa zamani. Kwa hiyo ni kumaanisha sasa tulipopokea wokovu hatuwezi kuishi tena maisha ya kujiongoza, bali tutaishi maisha ya rohoni, na maisha ya rohoni ni maisha ya kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya rohoni ni maisha ya kuongozwa. Maisha ya rohoni ni maisha ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na ili tuweze kuishi maisha haya lazima tuondoe macho kwetu, kwa sababu katika mwanadamu tukiyaweka macho kwetu hakuna hali yoyote nzuri ya kutamanika. Kwa hiyo tutaondoa macho kwetu, tuyaweke macho katika Yesu Kristo, ambaye ndiyo njia ambaye ataweza kutuongoza hadi dari. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tunaona kwamba Orfa hangeweza kufuata mwongozo wa Naomi ambaye anawakilisha kanisa na ambaye anawakilisha mtumishi wa Mungu katika kanisa, ili aweze kuelekea katika nchi ya Bethlehemu iliyobarikiwa, mahali ambapo kuna nyumba ya mkate, kwa sababu hakuwa amejikana. Ni kumaanisha ijapokuwa ameoleka katika familia hii, lakini hajatenganisha kitovu chake na utu wake wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukipokea wokovu ni kumaanisha kwamba maisha yetu ni yatenganishe na kitovu kile ambacho kilikuwa kinatuunganisha na utu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ni kumaanisha tutaanza kuongozwa upya, tutaanza kulishwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati tulikuwa katika tumbo ya uzao ya mama yetu, ni kwamba tulipokea kutoka kwake. Kwa hiyo mama akila chakula, sisi tulipokea kupitia kwa hicho kitovu ambacho kilikuwa kinatuunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtoto anakapozaliwa, punde tu mtoto anakapozaliwa, ni kwamba kile kitovu kinatenganishwa, kinakatwa. Kwa hiyo akikatwa kile kitovu, ni kumaanisha sasa huyu mtoto sasa ataanza kupokea lishe kutoka kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunakapozaliwa upya nasi, ni kumaanisha kwamba kitovu chetu cha rohoni kinakatwa, kinatenganishwa na utu wa kale, kinatenganishwa na Adamu. Adamu alikuwa ni mtu wa kujiongoza. Lakini tukisha kuzaliwa kwa mara ya pili, ambayo ni wokovu, sasa tunakuwa ni watu wa kuongozwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kumaanisha sasa maisha haya ya rohoni hatutayaishi kwa kujiongoza, bali kwa kuongozwa. Na kwa sababu ya hiyo ni kwamba Mungu amewainua watumishi wake katika kanisa ili waweze kutuongoza, kwa sababu sisi ni watu ambao hatujui njia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiachwa tujiongoze, tutapotea. Lakini tukikubali tuongozwe kama Ruth, hatutapotea. Orfa, kwa sababu alikubali kujiongoza kurudi Moabu, basi alipotea katika dhambi zake. Lakini huyu ambaye ni Ruth, kwa sababu alikubali kuongozwa na Naomi kuelekea Bethlehemu, nyumba ya mkate, alipata uzima, alipata wokovu. Na kupitia kwa maisha yake, Mungu akatuletea uzao waliofanya kazi kuu ya injili kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kwa huyu ambaye ni Ruth, ndio tumepata Masihi. The Messiah comes through the lineage of Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Orfa, kwa sababu alikubali kujiongoza, akakataa kuongozwa na Naomi, aliporudi Moabu, tukisoma na kuchunguza Biblia, tunaona kwamba Orfa kupitia kwa uzao wake amezaa majitu giants. Hello. These giants are like Goliath. Goliath ni mjukuu wa nani? Wa Orfa. Kwa hiyo tunaona watu hawa wawili walituletea uzao, mbegu aina mbili tofauti. Kupitia kwa Ruth tukapata David, ambaye Mungu anajivunia, nasema kwamba I have found a man after my own heart, who will do all that I purpose, who will do my will. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Orfa aliporudi Moabu ni nchi ya kutamanika. Huko kunaonekana ni kuzuri, huko kuko na raha, kuko na starehe. Lakini aliporudi akabaki katika dhambi zake, kwa hiyo akapata kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kupitia kwa Orfa akazaa watu ambao Mungu alikuwa amewahukumu majitu kama Goliath. Na sasa tunakuja kuona tena katika kizazi hicho kingine, David na Goliath wanakutana katika vita, in the battlefield, na tunaona David anaangamiza Goliath. Hello. Kwa hiyo sasa tutaishi maisha ya aina gani? Tutakuwa ni Wakristo wa aina gani? Je, tutakuwa kama Orfa ama tutakuwa kama Ruth? Ruth alikubali kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Ruth alikubali kupokea neema hii ya nani? Ya Naomi, kupitia kwa Naomi ambaye anasimamia mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo mpendwa, katika Mwanzo 12 tunaona Abrahamu, baba wa imani. Mungu anamtokea
Mungu anashusha neema kwake, anamuita, anamwambia Abrahamu, ningependa utoke wewe katika nchi yako, utoke wewe katika nyumba ya baba yako, utoke kwa jamaa zako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Kwa hiyo katika nchi nitakayokuonyesha, haya ni maisha ya kuongozwa. Mpendo, tumesema kwamba maisha ya rohoni ni maisha ya kuongozwa na sio maisha ya kujiongoza. Wewe unaishi maisha ya aina gani? Unaishi maisha ya kujiongoza ama ni maisha ya kuongozwa? Na kama unaishi maisha ya kuongozwa, ni nani ambaye Mungu amemuinua kwako kama mtumishi wa kukulisha chakula cha rohoni na kukuongoza katika maisha haya? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abrahamu alikubali kuongozwa, akatoka katika nchi yake, maana hiyo nchi ilikuwa ni ya kuabudu sanamu, ilikuwa ni nchi ambayo ina hukumu, ilikuwa ni nchi ambayo imepotea, ilikuwa ni nchi ambayo iko katika giza la shetani, ilikuwa ni nchi ambayo imetawaliwa na tamaduni bovu, ilikuwa ni nchi ambayo wakaaji wake walikuwa wanakaa kiholela, hawamjui Mungu. Abrahamu akapokea hiyo neema. Alipopokea hilo neno na imani ikaumbika ndani mwake, akapokea hiyo neema, na kupitia kwa Abrahamu mpendwa, tunaona Yesu Kristo anazaliwa. Yesu Kristo ni mzao wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaopokea hii neema ya kukubali kuongozwa, Mungu anawatumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale ambao wanakataa kuongozwa, basi wanaishi maisha ya majuto, maisha ya kuangamia, maisha ya hukumu. Mpendwa, wewe unaishi maisha ya nani? Unaishi maisha ya Ruth ama unaishi maisha ya Orfa? Hello? Yes. Sisi tu wa Kristo wa aina gani? Kwa hiyo Mungu anatuzungumzia kama tumekuwa kama Orfa, ni tusibaki, tusidumu hapo. Hapana. Leo na tukate kauli kwamba tunataka kupokea neema hii ya Yesu Kristo ya kuoleka katika familia yake. Na kuoleka huku na kuzungumza ni wokovu. Wokovu ni ndoa kati ya mtu na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kufunga ndoa, hiyo ni kifungo ya maisha. Ni kusema sasa ninakubali kuongozwa na huyu mume anayeitwa Yesu Kristo. Watu wake watakuwa watu wangu. Yaani kumaanisha wale ndugu na wadada katika kanisa ambalo ni la kweli, mahali ambapo anawapanda watu, hao ndio watakuwa ndugu zangu, hao ndio watakuwa dada zangu, hao ndio watakuwa mama yangu, hao ndio watakuwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema namna gani? Tuende pale katika Mariko 10 mstari wa 29 na 30. Mariko, injili ya Mariko 10 mstari wake ni wa 29. Tusikie Biblia inasema namna gani. Mark chapter number 10 verse number 29 and 30. Yesu akasema, amini na waambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Atapata nyumba, atapata ndugu waume, ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatuita asubuhi ya leo tuondoke kuishi maisha ya Orfa. Ndiyo, sisi ni Wakristo kanisani. Kuna mahali pengine unaenda, lakini je, wewe ni Mkristo wa aina gani? Wewe ni Orfa ambaye unajiongoza? Mbona hutaki kukubali kuongozwa? Mbona hutaki kukubali mwongozo wa mtumishi wa Mungu? Maisha ya rohoni mpendwa, sio maisha ya kujiongoza tena, ni maisha ya kuongozwa. Ni maisha ya kukubali kuongozwa na Yesu Kristo na watumishi ambao amewainua katika maisha yetu. Hao ni watumishi wa kutukemea, hao ni watumishi wa kuturekebisha, hao ndio watumishi ambao watatuonyesha njia na watufundishe namna ya kuishi maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata Daudi alikuwa na mtumishi katika maisha yake. Alipotenda dhambi, alipomchukua mke wa Uria
kulikuja na mtumishi nabii Nathani, akaja akamkemea. Hawa ndio watu ambao tunaona walikuwa na watumishi wa kuwafundisha namna ya kuishi maisha ya rohoni, ili wasije wakapotoka wakarudi katika njia ambazo ni za majuto. Ndio maana Daudi anasema kwamba Bwana, uchunguze moyo wangu, uone iwapo kuna njia iletayo majuto, uniongoze katika njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amewainua watumishi wa kweli katika kanisa lake, mahali ambapo mkate unamegwa, ili waweze kufunua na kutuongoza katika njia hii ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona watumishi hawa wa Mungu ambao aliwatumia, pia walikuwa na watumishi ambao wanafuata maelekezo yao. Kwa hiyo tunaona kuna Wakristo, kuna watu wa kujitanisha kuwa Wakristo wa aina mbili. Kuna orfa wa kujiongoza, na watu wengi wako hapo wanajiongoza. Wanajiongoza namna gani? Wanajiongoza kwa kushikilia kisomo chao. Kwa hiyo hata neno linakaposomwa kwao, wanalipima kwa ile ambayo ni ratili ya kisomo chao, ya ile ambayo ni experience yao. Wanapima neno hilo kulingana na vile ambavyo mtumishi anakaa. Wakiona wanaishi maisha ambayo yako heri kidogo kuliko mtumishi, wanalitupilia mbali neno. Wanasema kwamba mimi siwezi kubali kuongozwa na huyu mtumishi, kwa sababu mimi natembea na gari, hana gari. Ninaishi kwa nyumba ya permanent, hana nyumba ya permanent. Watoto wangu wanasoma boarding school, wake wanasoma shule ya public. Siwezi kukubali kukaliwa. Kwa hiyo kulingana na wao wanaona ni kukaliwa, lakini maisha ya roho sio maisha ya kukaliwa. Ijapokuwa inaonekana ni maisha ya ujinga, lakini sio ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo aliye na moyo wa Ruth ni Mkristo ambaye anakubali kuongozwa. Je, wewe ni Mkristo wa aina gani? Wewe ni Mkristo ambaye unashikilia njia zako, mawazo yako, experience yako, kisomo chako, title yako? Wewe ni Mkristo wa aina gani? Wewe ni Mkristo ambaye unakubali kuongozwa ijapokuwa inaonekana ujinga, lakini ujinga huo ndio hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nikusomee neno hapa katika Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter number 1. Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 27. Tusikie vile Biblia inasema: bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Unajua watumishi wengi wa Mungu wanaonekana namna gani? Ni wapumbavu, hawajachanuka, ni wajinga, hawajui, hawaelewi. Hao ndio watumishi wapumbavu ambao Mungu anawatumia ili kufanya nini? Kuaibisha hekima ya ulimwengu. Hekima ya ulimwengu iko katika kisomo, iko katika title, iko katika vitu, wingi wa vitu ambavyo mtu amejitwalia. Lakini sikia vile Biblia inasema, ni watu wa aina gani ambao Mungu anawaongoza? Ni watu wapumbavu. Kwa hiyo kama wewe ni mwenye hekima, huwezi kukubali kuongozwa na Mungu, maana mambo ya Mungu ni ya watu wapumbavu. Halo. Bali Mungu aliyechagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia hii ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Watumishi wa Mungu wanaongozwa na Mungu ndivyo wanaonekana wajinga, wapumbavu, wamepungukiwa, hawajui. Lakini Mungu anatumia watu wa aina hiyo, watu ambao wamefika katika hiyo position, ndio ambao tu Mungu anaweza kuwaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kukaja na mtu mmoja ambaye alikuwa tajiri sana. Na unajua kukuwa tajiri ni kusema kwamba moyo wake umejaa vitu alivyo navyo. Lakini nafurahi vile ambavyo Yesu anasema kwamba kwamba utajiri wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Lakini Biblia inatuambia kwamba mtu huyu alikuwa tajiri. Kuwa tajiri ina maana gani? Kuwa tajiri ina maana gani? Ni kumaanisha moyo wake ulikuwa umejaa utele wa vitu alivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya ambayo nazungumzia yanapatikana katika Injili ya Mathayo 19 mstari wa 16 hadi 22. Ukisoma pale Mathayo 19:16 to verse number 22, kulikuja na huyu tajiri.
Tajiri ni kumaanisha moyo wake umejaa pesa, mashamba, watumishi alionao, majumba aliyojenga ya kurent, ya kuishi. Yani moyo wake ulikuwa ni tajiri, umevimba. Kwa hiyo moyo ambao ni tajiri hawezi kuongozwa. Halo. Na watu wengi moyo wao ni tajiri, kwa hiyo hawawezi kukubali kuongozwa. Akaja kwa Yesu. Nafurahia alikuja kwa Yesu kwa sababu alijua kwamba ako na vitu, lakini vitu hivi haviwezi kumsaidia kurithi uzima wa milele. Akamuuliza Yesu, mwalimu mzuri, Bwana mkuu, naweza kufanya nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Yesu akamtazama akamwambia, si unaijua sheria? Naye akasema kwamba sheria ninaijua, na sheria nimeishika tangu utotoni, tangu ujana wangu. Basi Yesu akamtazama akajua kwamba bado amepungukiwa, kwamba huyu sio mtu wa kuongozwa, kwa sababu sheria kama kweli ameishika na kuitimiza hiyo sheria, inastahili kuvunja moyo wake na kumdisappoint, ili kwa sababu sheria hii imemleta kwa Yesu aweze kukubali kuongozwa kwa neema ya Yesu Kristo. Lakini hebu tuone mtu huyo alisema namna gani. Yesu akamwambia, umebakisha jambo moja. Yesu akamwambia, nenda uuze mali yako, uwape masikini, uje unifuate. Uje unifuate. Kumfuata Yesu ni kukubali kuongozwa, ni kumaanisha mali yako, utajiri wako umekuwa ukikuongoza kwa muda mrefu, lakini sasa umefika kwa yule wa kukuongoza ambaye ni mwema. Yesu akamwambia, lazima moyo wako ufanye nini? Ukue emptied. Nenda uempty moyo wako kwa utajiri wako, uuze, wape masikini, uje unifuate, ndio niweze kukuongoza. Maana mimi Yesu ndimi njia, ndimi kweli na ndimi uzima. Nikikuongoza utapata huo uzima wa milele ambao unajiuliza utaupata namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema namna gani? Ati kwamba yule mtu tajiri akarudi moyo wake ukiwa umesononeka. Kwa sababu gani? Alikuwa na vitu vingi. Kwa hiyo mtu ambaye bado ni tajiri, amejaa kisomo, amejaa experience, amejaa mawazo yake, amejaa njia zake, huyo ni mtu tajiri, hawezi kubali kuongozwa. Lakini Ruth alipojitazama akaona umasikini wake, akaona hata nikijiongoza kuna kitu kizuri chaweza toka kwangu, na hapa kuna neema ya kurudi katika nyumba ya Bwana, mahali ambapo kuna mkate wa uzima. Maana Bethlehem inamaanisha house of bread. Akaona hapa Moabu ni nchi ya kutamanika, lakini hapa Mungu amehukumu watu wa hapa, na huu ni mlango wa neema umefunguliwa. Akasema, Naomi, usinisii nirudi, maana nikirudi narudi ulimwenguni na kwenda kupotea. Wacha tu niambatane na wewe, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ruth akamfuata, na tunaona alipofika Bethlehemu walikwenda katika ile ambayo ni the field of Boaz, mahali ambapo Boaz alikuwa ameandaa kila kitu, kwa sababu it was the beginning of the harvest season. Kule kulikuwa na chakula, kule kulikuwa na neema, kule kulikuwa na kila kitu kimeandaliwa. Na tunaona kwamba huyu ambaye ni Ruth aliweza kuoleka na huyu ambaye ni Boaz, ambaye kwa Kiebrania maana yake ni Goel, huyu ambaye ndiye Mwokozi, na huyu Boaz ni kivuli cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kwa Boaz sasa ndio tunaona kwamba Mungu anaanza kutengeneza kizazi, na historia inashuhudia inasema kwamba Ruth yuko katika genealogy ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Ruth alikubali kuongozwa. Wewe na mimi mpendwa, tukikubali kuongozwa ni kwamba hata na watoto wetu watapokea hiyo neema ya kuweza kufanyika warithi pamoja na Yesu Kristo katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tukikataa kuongozwa, ni vipi neema hii itawafikia watoto wetu? Maana tutakuwa tumefunga mlango, tumewafungia mpaka watoto na wajukuu wetu. Halo. Basi Mungu anatuita tuwe kama Ruth ambaye alikuwa ni muumini ambaye alikubali kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Demas.
katika Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wake ni wa 10. Paulo mtume ambaye alitumwa kwa watu wa mataifa kama wewe na mimi. Huyu ni mtume aliyekuwa na neema ya ajabu. Mungu alimneemesha. Huyu Demas, Biblia inasema kwamba alimwacha. Kwa nini alimwacha mtume ambaye ametumwa kwa watu wa mataifa? Ni kumaanisha kwamba hakukubali kuongozwa kwa wakati wowote. Hebu tusome pale 2 Timothy chapter number 4 verse number 10. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wake wa 10. Biblia inasema maana Dema aliniacha. Kwa nini alimwacha? Kwa nini Orfa alimwacha Naomi? Ni moyo wa aina gani huo alikuwa nao? Kwa hiyo watu ambao hawana moyo wa Mungu hawawezi kukubali kuongozwa na watumishi wa Mungu. Maana ukiwa na a heart of indifference, moyo ambao ni tofauti na wa mwalimu wako, moyo ambao ni tofauti na wa yule ambaye Mungu amemuinua kukuongoza kwa masuala ya kiroho, hauwezi kuambatana na yeye, bila shaka utamwacha. Halo? Ni kumaanisha Dema hakuwa amepokea moyo wa nani? Wa Paulo. Paulo alikuwa na moyo wa aina gani? Ni moyo wa kusema kwamba watu wa mataifa wapokee wokovu, waunganishwe katika harusi, katika ndoa hii na Yesu Kristo, waweze kupokea uzima wa milele. Lakini Biblia inasema kwamba Dema aliniacha, maana moyo wake ulikuwa tofauti. Halo? Kama vile Orfa alimwacha Naomi akarudi Moab, ndivyo tunaona Dema alimwacha Paulo akarudi Thessalonika, kwa sababu Thessalonika ilikuwa iko promising. At least in Thessalonika nikienda nitaweka biashara yangu, nikienda Thessalonika nitapata bibi mrembo, nikienda Thessalonika nitapata ajira. Kwa hiyo akamwacha Paulo, akakataa kuwa na subira na kuteseka kwa sababu ya Injili. Marko 10 mstari wa 29 na 30, Biblia inasema kwamba atakayewaacha ndugu, baba, dada, mashamba kwa sababu ya Yesu Kristo na kwa sababu ya Injili atapokea mara 100. Lakini Dema hakupokea moyo huu wa mtume Paulo, akamwacha, akarudi katika ulimwengu. Kwa hiyo akapotea sio kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuokoa, bali ni kwa sababu alikataa kuongozwa na kufuata mwongozo wa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thessalonike. Kriste amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Kwa hiyo Dema aliupenda ulimwengu huu wa sasa. Mtu ambaye anaupenda ulimwengu huu wa sasa hawezi kubali kuongozwa. Huyo ni mtu wa kujiongoza. Na ndio tunaulizana adhuhuri ya siku ya leo, wewe ni mtu wa aina gani? Je, unaupenda ulimwengu huu kuliko vile unampenda Mungu? Ulimwengu na vitu vyote vitapita, vimehukumiwa. Njoo kwa Yesu, njoo katika nyumba ambayo kuna megwa mkate wa uzima, na ukubali kuongozwa. Kwa kuongozwa utapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio hiyo tu mpendwa, kuna watu watatu ambao walikuja kwa Yesu Kristo. Walikuwa na fursa ya kumfuata Yesu Kristo, kama vile wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa na fursa ya kumfuata. Maana wakati mmoja Yesu alikuwa anapita katika kando ya bahari, akawakuta ndugu hawa, Petro na nduguye, akawakuta na wengine, Yohana na ndugu yake, wakivua na walikuwa katika biashara ya baba yao. Akawaambia, nifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Halo? Kwa sababu hawakuwa na hali yoyote ya kupendeza, kwa sababu moyo wao ulikuwa umebwagwa, walikuwa na urahisi wa kumfuata. Jamani, sababu iliyomfanya Ruth kumfuata Naomi ni kwa sababu hakuwa na hali yoyote ya kutegemeza katika yeye. Mtu ambaye bado ana kitu cha kutegemeza katika maisha yake atasema, bado kuna kitu nimeshikilia, hata nisipomfuata huyu. Sio mtumishi pekee wa kweli, ili sio kanisa pekee, bado kuna makanisa mengi, bado kuna watumishi wengi, bado niko na opportunity. Mtu anaona bado mimi ni kijana, hakuna haja ya kumfuata Yesu sasa, nitamfuata Yesu katika uzee. Huyo ni mtu ambaye bado anaangalia
upande wake anaona kuna vitu vya kutumainia. Lakini mtu ambaye anatizama na haoni hali yoyote ya kupendeza na kitu cha kutazamia, atasema hii ndio njia, huyu ndiye mtumishi, hili ndilo kanisa, huyu ndio mwongoza, na kubali kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu hawa wakaja kwa Yesu. Tunaambiwa habari yao katika Injili ya Luka 9. Ukisoma pale kuanzia mstari wa 57 hadi 62, kukawa na watu watatu. Mwingine alitaka kumfuata Yesu. Yesu akamwambia, mwana wa Mungu hana hata mahali pa kuweka kichwa chake. Mbweha wana mabango, lakini mwana wa Mungu hana. Maana Yesu alitazama huyu ni mtu anapenda comfort. Kwa hiyo lazima kwanza aweke halisia wa moyo wake kwamba ukinifuata, ukijikana, uelewe hakuna comfort, utateseka kwa sababu ya Injili, lakini utukufu wa Mungu, neema ya Mungu itafunuliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwingine Yesu akamwambia mfuata, akasema nimenunua njozi ya ng'ombe, wacha kwanza niende nikalimishe nikawajaribu. Mwingine akasema ameoa hivi karibuni, wacha kwanza aenda akajifurahisha na mke wake. Kwa hiyo hawa wote walikuwa na hali ambayo waliona ni nzuri, ambayo waliitegemeza, ikawa vigumu kwao kumfuata Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natazama mifano mingi katika Biblia. Ukiangalia katika Wafalme wa Pili, kuna huyu mtumishi ambaye anaitwa Eliya, na kuna huyu mtumishi wake ambaye anaitwa Elisha. Wakati mmoja, wakati ambapo Mungu anataka kumchukua Eliya akamwambia Elisha, baki hapa Gilgali, mimi nitakwenda zaidi. Lakini kwa sababu Elisha alikuwa amepokea moyo wa Eliya, kwa sababu alikuwa amekubali kuongozwa, akakataa kuachana naye, akamwambia nitakufuata. Ukienda Gilgal nitakwenda, ukienda Jordan nitakwenda, ukienda Bethel nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni moyo ambao unakubali kuongozwa. Kwa hiyo kwa sababu Elisha alikuwa na moyo wa kuongozwa, bila shaka alipokea maradufu ya upako wa Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa nini Mungu alitaka ni nini ambacho Mungu alitaka tujifundishe kupitia kwa hadithi hii ya Orfa na Ruth wakikutana na Naomi? Angependa tujifundishe kuishi maisha ya rohoni. Je, mpaka sasa tumekuwa tukiishi maisha ya aina gani? Ni maisha ya aina gani tumekuwa tukiishi? Tumekuwa tukiishi kama nani? Kama Orfa ama kama Ruth? Halo? Wewe umbali huu umekuja, ndio umeokoka, ndio unasema umemwamini Yesu Kristo, lakini maisha yako ni ya nani? Kati ya watu hawa wawili, wewe ni Orfa ama wewe ni Ruth? Ruth anakubali kuongozwa. Halo? Lakini Orfa ni wa kujiongoza. Unajua Orfa anatizama anasema, bado mimi niko mrembo. Bado niko na opportunity. Bado kuna ka chance. Hata nikirudi, bado huko katika Moabu, nchi ya kutamanika, huko bado kuna vitu. Kwa nini niende Bethlehem na wakati hapa Moabu kuna vitu? Ile vitu naenda kutafuta Bethlehem, kwani iko hapa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ana moyo tofauti. Na ndivyo Wakristo wengi walivyo. Kwa hiyo asubuhi ya leo, adhuhuri hii, Mungu angependa tuweze kutubu, tuache kuishi maisha ya Orfa, tuwe kama Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema kwamba Biblia imejaa hadithi, na kwamba katika kila hadithi kuna kusudi ya Mungu, na kwamba kuna tafsiri ya rohoni. Kwa hiyo tafsiri ya rohoni ni kwamba Mungu angependa tuweze kujifundisha namna ya kuishi maisha ya rohoni kupitia kwa watu hawa wawili ambao ni Orfa na Ruth. Na kusudi la Mungu ni kwamba tuweze kufunuliwa moyo wake. Ni nani anaweza kupokea baraka ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni yule ambaye anakubali kuongozwa kama Ruth. Haleluya. Kwa hiyo kwa nini Mungu aliandika hadithi hizi? Ni kwa sababu anafunua moyo wake kupitia kwa hadithi hizi. Mungu amejaa na upendo. Alijua kwamba akituhadithia mambo haya, tutaweza kuona vile ambavyo Mungu anawakilisha ama anakamilisha wokovu wake. Hivyo ndivyo Ruth aliweza kuokolewa na akaingishwa katika ukoo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupokea neema kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Naomi,
ambaye ni kivuli cha yule ambaye amesimamishwa katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana baadaye tunaona huyu Naomi ndio alimwambia huyu Ruth, nenda katika kiwanja cha Boaz. Usiende katika kiwanja kingine, ila uende katika kiwanja cha Boaz. Ni kumaanisha Naomi akafanya kazi yake kama mtumishi kwa kumwelekeza Ruth kwa mwokozi wake, maana Boaz ni kivuli cha mwokozi Yesu Kristo. Haleluya. Mimi nasikia moyo wangu kubarikiwa. Nasikia moyo wangu kubarikiwa kwa sababu Mungu ananifunulia, anafunua moyo wangu. Mungu amejawa na upendo. Angependa niishi maisha ya kubarikiwa, maisha ya pumziko. Maana wakati Ruth alienda Bethlehem, tunaona kwamba hakuenda kuhangaika. Alienda katika hii kiwanja ya Boaz na akapata vitu vyote vimeandaliwa. Lakini baada ya Orfa kurudi Moab, nchi ya kutamanika, mambo yake yakafutiliwa mbali. Kwa hiyo sijui wewe utakuwa ni mtu wa aina gani, ni wa kusaulika ama ni yule ambaye Mungu atamtumia ili kuweza kutenda kazi kuu za Injili. Mungu anatuita tuweze kuwa na kujifundisha maisha ya rohoni kupitia kwa Ruth, maana angependa tuwe Ruth wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa sijui kama utaamua vipi, lakini maamuzi ni ya kwako. Lakini hii neema ipo. Iwapo hakika unaona kwamba umekuwa ukiishi kama Orfa, basi una fursa ya kutubu na kugeukia maisha haya mapya kwa kupokea neema ya Yesu Kristo. Amen. Wacha tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo matatu. Number 1, Mungu ametusamea dhambi zetu. Number 2, Mungu ametukumbuka. Ametukumbuka namna gani? Kwa kutupea Injili. Na hii ndio Injili, na hili ndilo neno la kuleta tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Wacha na tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sababu tumetambua kwamba tumesamehewa dhambi katika Kristo Yesu. Kwa kuangikwa kwake msalabani, mwili wetu na utu wetu wa kale wa dhambi uliangikwa pamoja naye. Akafa akaonja mauti kwa ajili yetu. Akafa akazikwa kwa ajili yetu, na akafufuliwa siku 3 baadaye, ili kwamba tuweze kuhesabiwa haki pasipo na juhudi yoyote. Baba, tunasema ni asante, maana umetuhubiria wokovu kupitia kwa Ruth. Umetuhubiria na kutufundisha namna ambavyo ungependa tuongozwe, namna ambavyo ungependa tuishi maisha ya rohoni kupitia kwa Ruth, namna ambavyo ungependa kuleta pumziko na kutubariki kupitia kwa Ruth. Tunasema ni asante Mungu. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo limekuja kwa wakati. Ni neno ambalo linaleta tumaini, ni neno ambalo linaleta mawazo mapya, ni neno ambalo linapanda moyo mpya ndani mwetu. Bwana, neno lako naliweza kutekeleza makusudi yako. Asante asubuhi ya leo Bwana, kwa sababu umeyatekeleza makusudi na mapenzi yako. Utukuzwe, inuliwe na uhimidiwe, na ni katika Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen.